Aina ya tatu ya msaada ni msaada wa ibilisi au shetani. Zaburi ya 16 mstari wa 4 inasema, huzuni zao zitaongezeka, wao wabadilie Mungu kuwa mwingine. Wanaombadili Mungu kuwa mungu mwingine, huzuni zao wanaotegemea msaada kutoka sehemu nyingine, huzuni zao zitaongezeka. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe unayetegemea, ndiyo shetani anaweza akakupa msaada fulani. Ulikuwa uzai, umeomba ukaona bana, mimi nachelewa kuzaa, madawa umeshakunywa kwelikweli, mtoto unaenda anatunga mimba, lakini kumbuka msaada huo ulitoka kwa shetani. Una huzuni baadaye. Baada ya muda mtoto analilia jini. Baada ya muda mtoto anaanza kugeuka, anakuwa kipepo. Baada ya muda mtoto anakusumbua uzeeni. Nilishaona mzee mmoja anasema, ningejua light, alikuwa ameokoka, akasema light, ningejua nisingefanyaga mambo haya ujanani. Nilienda mke wangu apate ujauzito, lakini mtoto amenisumbua mpaka nimemweka jela mwenyewe. Huzuni inaongezeka. Na hili andiko shetani analijua. Unapoenda kuomba msaada kwa shetani akakupa kitu, kitakusumbua maishani. Ngoja nikwambie kweli, mama, baba uliyefika kwenye ibada ya leo, saa yoyote unapokimbilia msaada wa shetani akupe kitu chochote, iwe mali, iwe chochote. Ulishasikia ile nyimbo ya Batibukuku, mtoto zinduna? Utazaa mtoto zinduna. Kuna wengine wametoa mama zao. Hivi jifikirie, juzi nilikuwa maeneo pale Lock City. Dada mmoja ni mwanachuo, jamani, kuna wanachuo wako, akanisimulia hichi kisa ambacho alikutana na baba mmoja mwenye gari, akampandisha, akataka mahusiano naye, akujua, akaenda paka kwake, akazani yule baba akasema, nimekuwa na wanawake wengi, sitaki mahusiano, nataka jambo moja. Akaweka bastola chini, akamwambia, ukimwambia mtu na kuua. Kaniambia mimi alivyojua ni mchungaji, akaniambia story. Anasoma chuo cha pale Lock City Mall, Lock City pale. Kadada kamoja kaniambia, mchungaji, yule baba baada ya pale akaniambia, nachotaka umuoshe mama yangu. Akaenda kuniosha mama yake ni zezeta. Akasema, leo nimekuleta huko, wadada wanapenda hela. Akaingia akaanza kumuosha mama ambaye ametolewa ndondocha, mama yake mzazi. Anakwambia muoshe, mpanguse, mlembe mpaka acheke, asipocheka na kuua. Bahati nzuri alicheka. Asingecheka angekufa. Sasa angalia, unaenda kutafuta hela ambazo zinamuua mama yako. Anasema watu wanaotafuta msaada kwa shetani, huzuni zao zitaongezeka. Hebu jifikirie, yule baba anaumia kila siku kumwona mama yake ni zezeta. Analala. Na ndio maana nataka nikwambie wewe dada ambaye unakimbilia kuolewa, ukasema mimi hapa watu hawanioni, ukaenda kwa mganga, ukampiga juju mtoto wa watu wakawa watambui, ukamhamisha mkoa. Kweli akakuoa. Dawa siku moja zitaisha. Na maandiko yanasema huzuni yako itaongezeka. Ngumi atayo kupiga utasahau. Ngumi yenye uzito. Ngoja nikwambie, Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokimbilia miungu mingine, siku moja huzuni yako itaongezeka. Siku moja. Wewe mfanya biashara, endelea tu. Si kila biashara wewe ni madawa, kuloga sana. Lakini kila mchawi ana mchawi wake, na mganga na mganga wake. Siku moja utakutana na gwiji lenye madawa zaidi yako, litakupatisha shoti. Anasema huzuni zao zitaongezeka. Ngoja nikwambie, usitegemee msaada kutoka kwa shetani. Shetani huwa ana msaada wa kitu wa kipumbavu. Hajawahi kutoa msaada asitake chochote kutoka kwako. Yeye huwa ana biashara inaitwa nipe nikupe.
Ukizania kwamba shetani alichokupa ni cha bure bure, subiri atakuja kukidai, kama sio kwa mtoto wako. Ndio maana kuna watu wanaingia kanisani wanasema, jamani, huyu siku moja tunaombea watu wengine, unaoombea mpaka unasikia mtu anakuambia lipepo linaanza kulipuka, nasema yaani huyu tulishakabidhiwa kutoka kwa bibi yake na mama yake. Lini? Ukija kuuliza vizuri, walimkabidhi lini? Walienda wakataka msaada kwa shetani. Biblia inasema walizitoa nafsi za watoto wao kwa mapepo. Mtoto analia, ngoja niende pale nikapigiwe ramli. Nini? Anakupigia ramli, unaanza kuwekewa mavitu. Ngoja nikwambie, hicho ambacho unawekewa leo kitakukosti kesho. Ndio maana wachungaji hatuishiwi kuomba hapa. Namuombea mtu leo amefunguliwa, kesho tena anarudi. Shetani anasema na deni naye, hati ya mashtaka amekuwekea. Na ndio maana kila siku ni mtu wa taabu. Kwa nini? Uliwekewa madeni. Lakini kama leo nayo na ukasikia ujumbe, hacha kutegemea msaada kwa shetani. Shetani hajawahi kumpa mtu msaada asitaki kwenda naye jehanamu. Kila anayempa msaada huwa anampiga alama ya kwenda naye jehanamu. Jifikirie mtu aliyemuua mama yake na kumweka msukule. Utamwambia njoo kanisani uokoke, wakati anajua mama yake amekufa pale na hela anazo? Mwambie uziache hela, hawezi. Yuko tayari kwenda motoni. Bora kuwa na Yesu na kuingia mbinguni na hali ulionayo. Bora kuwa na Yesu. Kuna watu wametoa wake zao, wake